Ndugu wa Tanzania wenzangu, leo tunalazimika kuzungumza nanyi kwa udharura baada ya kuona kuchelewa kwa mamlaka zinazohusika katika kuchukua hatua kwa mambo ambayo tulikuwa tumependekeza yanayotokana na kupanda kwa bei ya mafuta, diesel, petroli na mafuta ya taa. Ikumbukwe kuwa sauti ya Chadema tulipopaza kwa mara ya kwanza kuhusu kupanda kwa bei ya nishati hii haikuwa kauli ya kisiasa ya kawaida. Ilikuwa ni kauli iliyotoa onyo la kitaalamu lililobeba ushahidi mzito kwamba mgogoro wa bei ya mafuta nchini si ajali ya kimataifa peke yake. Bali ni matokeo ya moja kwa moja ya udhaifu wa kimfumo, uzembe wa kisera na ukosefu wa uongozi wenye uhalali wa kweli mbele ya umma. Sasa badala ya wahusika wenye mamlaka kujibu kwa hoja thabiti, kwa takwimu na kwa dira mpya ya kisera katika mazingira ya udharura, kilichofuatia ni mlolongo wa kauli za kujitetea, kauli dhaifu kabisa zilizojaa mkanganyiko na zisizo na uthubutu wa kukiri tatizo lilipoanzia. Na ukweli ni kwamba kauli zilizotolewa hazionyeshi wanaotafuta suluhisho, bali ni kujaribu kujilinda kisiasa mbele ya hasira ya umma. Ukiwasikiliza wenye mamlaka, yani wenye dhamana, unasikia kilio, manunguniko na kulalamika. Ukiisikia Chadema, sauti ya watu wengi, unasikia hoja zenye majibu ya changamoto. Nani ni mwenye dhamana na mtawala? Wenye dhamana wanalalamika na kulia na kujitetea. Alafu chama cha upinzani ambayo ni sauti ya watu, sisi tumekuja na hoja ya changamoto ya matatizo. Tumeshuhudia wa kauli ambazo zimejikita katika hoja tatu kuu, lakini zote zikionyesha ukosefu wa mtazamo wa kimkakati, yani strategic foresight, na kushindwa kusoma uhalisi wa kiuchumi wa mwananchi wa kawaida. Kauli ya kwanza ambayo imetushangaza wote, wenye dhamana wanasema bei zetu ziko chini kuliko nchi jirani, pale tulipoonyesha mlinganisho wa bei ya nishati hii kikanda. Hii ni hoja dhaifu na kitaalamu na kisera. Ni hoja dhaifu. Kwanza, inapuuzia kabisa dhana ya purchasing power parity, yani nguvu ya uwezo wa kununua na uhalisi wa kipato cha Mtanzania. Pili, bei hii inaweza kuwa chini kwa kipimo cha ramani ya kikanda, lakini bado ikawa juu mno kwa uwezo wa mwananchi, na tulitoa kwa uwiano na kwa kuonyesha kitakwimu kwamba bei za majirani zetu pamoja na gharama kubwa ya kusafirisha wakitumia bandari ya Dar es Salaam, bei za wenzetu zipo chini. Na tatu, kwenye hoja hii ya kwamba bei zetu ziko chini kuliko nchi jirani kama ambavyo wenye mamlaka wanajitetea, hii ni tafsiri ya kiuchumi isiyo na hisia za kijamii, yani ile social sensitivity deficit. Wanashindwa kubeba ile hisia na hali halisi ya jamii ya kwamba wamelemewa na bei ambayo imewekwa sokoni. Kwa hakika hoja hii inaonyesha uongozi unaojilinganisha na majirani badala ya kujilinganisha na hali ya wananchi wake, hivyo kukosa dira ya maendeleo jumuishi. Hoja ya pili ambayo walilalamika na kujitetea, soko la dunia ndio chanzo kupanda kwa gharama katika soko la dunia. Ndiyo, ni kweli, lakini si chanzo pekee yake kinachotoa matokeo kwa mlaji wa mwisho. Mfumo wetu wa PBA na mnyororo wa ununuzi una vipengele vya mikataba isiyo na unyumbufu wa haraka, rigid in procurement structures, pamoja na time lag inayochelewesha faida za mabadiliko ya bei. Tatizo hapa si soko la dunia peke yake, bali ni namna mfumo wa ndani unavyoshindwa kubeba ile mtikisiko ya nje kwa ufanisi. Kwa kutumia hoja hii kama msingi mkuu, wenye mamlaka inaonekana wanashindwa kubeba dhamana ya uwajibikaji na wanahamisha lawama nje.
Lakini hoja nyingine ambayo wenye mamlaka wamejitetea nayo ni msimamo kwamba serikali inadhibiti bei kupitia EWURA. Jambo hili la udhibiti wa bei ni kweli, ndio udhibiti huu umekuwa ni wa kikanuni zaidi kuliko wa kimkakati. Ukweli ni kwamba bila kudhibiti gharama za msingi ni aina ya economic illusion, ni udanganyifu wa kimfumo. Ni sawa na kupaka rangi juu ya ufa ya msingi wenyewe wa jengo mahali palipobomoka. Kwa hivyo kuzisikia hoja za kujitetea badala ya kutoa suluhisho kwenye changamoto katika mazingira ya udharura kama jinsi ambavyo tumependekeza. Turudie kusema tena, panakosekana uwajibikaji na uongozi unaowajali watu wake ili wasiingie katika maumivu aidha yanayotokana na mtikisiko na mshtuko unaotokana na bei katika soko la dunia. Serikali inayowajali watu wake ni lazima iwalinde watu wake. Sasa hapa ndio tatizo kuu la msingi linapoanzia. Hapa ndipo tatizo kuu la msingi linapoanzia. Mamlaka inapokosa uhalali wa kisiasa unaotokana na ridhaa ya wananchi, itaanza kujificha katika lugha nyepesi, lugha laini, kuogopa ukweli na wakati mwingine kushindwa kufikiri nje ya box. Chadema tumetoa pendekezo na suluhisho la moja kwa moja la mazingira ya udharura kwamba tozo iliyoongezeka kutoka bei ya awali, kwa mfano kwa Dar es Salaam mafuta yalikuwa ni shilingi petroli 2868, halafu ikapanda ghafla kwa kiwango cha shilingi 1000, ikielezwa ni tozo na gharama mbalimbali kutokana na mtikisiko wa bei. Sasa tumetoa pendekezo la udharura kwamba kwa sababu ilishatangazwa na kuelezwa ipo reserve ya kujitosheleza kwa miezi mitatu, na reserve hii iliyopo nchini haijaathirika kwa namna yoyote ile na mtikisiko uliopo katika bei kwenye soko la dunia. Unapoongeza bei kwa kiwango hiki, inaashiria kwamba serikali, watawala haiwajali watu wake hata katika mazingira ya mtikisiko yanapotokea. Sasa hebu tujiulize na tuangalie hii hoja ya reserve, akiba ya mafuta ambayo tuliambiwa ipo kwa kipindi cha miezi mitatu. Tulielezwa na katibu wa wizara kwa kile tulichoelezwa kwamba kuna reserve ambayo inaweza kutumika kwa kipindi cha miezi mitatu. Kitaalam, akiba mafuta si mapambo ya takwimu, ni chombo cha stabilization policy. Lengo lake, unaposema mna akiba ya mafuta, lengo lake kuu hapa ni moja tu, kupunguza au kuchelewesha mshtuko wa bei kwa mlaji wa mwisho, mtumiaji wa mwisho, consumer pricing smoothing. Ikiwa bei kwenye soko la dunia zitapanda ghafla kama ilivyotokea, sasa ile akiba hutumika kuingilia soko, kupunguza utegemezi wa uagizaji wa gharama kubwa kwa muda mfupi, na hivyo kulinda uchumi wa ndani. Lakini kilichotokea ni nini? Imekuwa ni kinyume kabisa. Kwa mantiki hiyo, bei zilipopanda hakukuwa na dalili yoyote ya intervention ya akiba hiyo. Hapakuwa na dalili yoyote, kwa sababu ile akiba ingetusaidia kuhimili mshtuko wa bei kwa muda mfupi, basi bei zingekuwa stable, yani zingekuwa himilivu kwa mtumiaji wa mwisho. Ikawa kinyume na kile ambacho kinatarajiwa unaposema una strategic petroleum reserve. Pili, hakukuwa na price dampening effect, yani hakuna ushahidi wa kushuka au hata kupungua kasi ya ongezeko la bei. Lakini tatu, wananchi hawakuona tofauti yoyote kati ya kipindi chenye akiba ya miezi mitatu na ambacho kingekuwa bila akiba yoyote. Maana yake ni kwamba mshtuko wa bei ulivyotokea, wananchi hawajaweza kuona manufaa ya kwamba tuna akiba kusaidia pasiwepo na mfumuko wa bei.
Sasa hapa hoja ya kitaalamu inakuwa kali zaidi. Akiba ambayo haiathiri bei si akiba ni mzigo wa kifedha. Kwa nini? Kwa sababu kuhifadhi mafuta kwa miezi mitatu kunahusisha gharama kubwa, yani storage cost, miundombinu, uendeshaji wa bima, financing cost, mitaji iliyofungwa kwenye stock, opportunity cost ya fedha za umma. Sasa ikiwa gharama zote hizi zinalipwa na hakuna manufaa yanayoonekana kwenye udhibiti wa bei, sasa huu mfumo unakuwa inefficient, kwamba una akiba lakini hii akiba haimsaidii mwananchi katika udharura wa mshtuko wa bei wa hali halisi ambayo imeonekana. Kwa kifupi ni kwamba watawala hawawezi kujisifu, pamoja na kwamba katibu wa wizara amesema, lakini hawawezi kujisifu kuwa na kinga ya mshtuko wakati wananchi wanabeba mshtuko wote bila kinga ya aina yoyote. Sasa katika hoja ambazo zimejibiwa na wenye mamlaka, tunasikitika kuona jinsi ambavyo watawala wamezungumza mambo haya kwa mizaha isiyo na maana kabisa kwa wananchi, lugha zilizokosa ubunifu, lakini pia hakuna hatua yoyote ya kimadhubuti yenye nia ya kuonekana ya kuwasaidia wananchi kushusha bei hizi. Pamoja na kwamba chama chenu, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, tulitoa andiko na ushauri wa kitaalamu kabisa wenye kupendekeza tozo hizi kwa kiwango kilichoongezeka ziondolewe kabisa. Matokeo yake mwenezi wa CCM akafanya masihara kwenye jambo ambalo ni very serious. Lakini mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Bwana Chalamila, naye aidha kwa kukurupuka au kwa kuropoka, ameibua jambo jipya sana katika sakata hili. Jambo hili ambalo Bwana RC amelileta ndio linalotoa taswira ya kile tulichokisema hapo awali wakati tunatoa taarifa yetu tarehe 6 mwezi wa 4, kwamba suala la uagizaji wa mafuta nchini limepewa kikundi cha watu, na wametumia mwanya huu kwa kisingizio cha vita inayoendelea huko Irani na Waisraeli na Wamarekani, kutaka kujipatia faida iliyopitiliza, yani supernormal profit ndani ya hichi kipindi kifupi. Watanzania wenzangu, hiki kinachoitwa Shirika la Maendeleo ya Petroli Tanzania TPDC, na kueleza kuwa wameagizwa na wamepewa kibali na fedha ili waweze kuagiza mafuta na kisha wauze. Jambo hili lipoje kisheria? Hiki ambacho Bwana RC Chalamila amejikuta kuropoka na kukisema. Sasa sheria ya petroli ya mwaka 2015 ni kweli inaipa TPDC hadhi ya kampuni ya taifa ya petroli, yani National Oil Company, kuwa na jukumu kuu la kushughulikia masuala yote ya kibiashara katika mnyororo wa mafuta yanayohusisha nafasi ya serikali. Na sheria hiyo inaruhusu TPDC kushiriki shughuli za kibiashara kwenye mnyororo wa mafuta na kutenda shughuli yoyote ya mafuta. Sasa tatizo linakuja kwenye zabuni ya uagizaji. Bwana RC anasema hivi kwa maneno yake, ninayakoti maneno yake: Rais ameagiza TPDC iagize mafuta na kisha hiuze hapa nchini. Sasa hapa ndipo penye ukakasi. Ndio maana tulisema kuwa jambo hili lina harufu ya viashiria vya ufisadi. Masuala hapa ni kuwa tenda ya kuagiza mafuta ilitangazwa lini? TPDC waliomba lini? Kiushindani pamoja na makampuni mengine ya binafsi waliomba lini? TPDC ilipata wapi hela za kuagiza hayo mafuta? Maelezo ya zabuni na taarifa yoyote inayojulikana na umma. Hapa ndipo penye tatizo. Haya, ingawa TPD sasa imepewa jukumu rasmi la kutekeleza hilo agizo, kazi ya uagizaji mafuta kawaida kwa njia ya tenda huwa inafanywa na makampuni ya binafsi chini ya mfumo wa uagizaji wa msingi kwa pamoja, yani ile bulk procurement. Hivyo mchakato wa zabuni ulihitajika kufanyika kwa makampuni yote ikiwemo na TPDC yenyewe, kuomba, kukubaliwa pamoja na makampuni mengine. Lakini kwa sababu ambazo tunahisi ni za kifisadi, mchakato huu wa uagizaji inavyoonekana umefanywa kwa kificho na kupewa kikundi cha watu kinyume na utaratibu ili kuingiza mafuta. Hili jambo haliko wazi.
Sasa kwa sababu haliko wazi, linatengeneza ombwe ya kila hisia iliyo mbaya yenye mashaka kuingia katika ombwe hilo. TPDC, nani aliyewapa tenda? Waliomba lini? Walikompiti na nani? Au ni maelekezo na maagizo tu ya mkuu? Jambo hili linaleta mashaka na linatukumbusha wakati fulani, wakati tuna dharura ya tatizo la umeme nchini, aliyekuwa waziri mkuu wa kipindi hicho alitoa maagizo ya kiudharura kuhusu kushughulikia tatizo la umeme. Mchakato ule ukapelekwa kwa haraka, ukasababisha mwanya ambao ulitengeneza deal iliyoleta hasara kubwa sana kwa taifa, deal ya Richmond, kwa sababu tu ya maagizo ambayo hayakufuata utaratibu wa kanuni za manunuzi na mchakato mzima unavyotakiwa kufanyika. Hii ya kwamba nendeni huko mkatafute mkaulizie bei, alafu mnaambiwa moja kwa moja nunueni. Je, huo ndio utaratibu wa kikanuni? Je, huo ndio utaratibu wa kimanunuzi? Jambo hili linaleta giza nene, na ndio maana tunasema linatoa mwanya kwa magenge ya cartels kutumia fursa hiyo kuingiza mafuta, kuhifadhi mafuta na kuyachukua yaliyopo katika reserve na kuyapandisha bei, na maumivu yake yanakuja kuanguka kwa mwananchi.